باب فضل فاطمة. باب فضل فاطمة رضي الله عنها. هو ni mlango wa fadhila za Fatima radhiyallahu anha. Tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu chetu Al-Jawhar an-Naqiy al-Multaqat min ahadith an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuko kwenye kitabu al-Fadail na leo tunasoma fadhila za bibi Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ambaye ni binti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama tunavyofahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto saba ambao watatu ni wa kiume na wanne ni wa kike. Katika hao watoto wa kike wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo Fatima, yani Ruqayya na Zainab na Kulthum na Fatima, na watoto wa kiume ni Al-Qasim na Abdullah na Ibrahim. Fatima radhiyallahu anha ndiye aliyekuwa mke wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni ibni ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali ibn Abi Talib baba zao ni ndugu. Muhammad bin Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf, na Ali ni Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Kwa hiyo wote babu yao ni Abd al-Muttalib. Lakini kisheria wale wanaounganisha katika nasab, sheria ikiwaruhusu wao kuoana, kama mmoja ni mume na mmoja ni mke, ikawaruhusiwa kuoana, basi hata vile vinavyozalikana na wao vinaweza kuoana au wao kuvioa. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali bin Abi Talib, naftaridh mathalan, kwa sababu itakuwa ni mtoto wa ammi yake au dada yake Ali bin Abi Talib, mfano karibu zaidi sasa ambao ni waqi'i. Ali bin Abi Talib dada yake Ummu Hani bint Abi Talib, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kumwoa kwa sababu ni binti wa ammi yake. Kwa hiyo kama ikiwa aweza kumwoa yeye binti wa ammi yake, basi hata mtoto wake aliyezalikana na yeye huyo binti wa ammi yake anafaa kumwoa. Hata kama kwa Kiswahili, mfano kwa Kiswahili ilivyo, ilikuwa Fatima radhiallahu anha akimwona Ali anamuita baba mdogo, kwa sababu ni ndugu wa baba yake kwa ibn ammi, wanakuwa simba kwa simba. Kiswahili baba mdogo, kwamba huwezi kuozeshwa hapo, unataka kumwoa mwanao. Lakini sisi tunakwenda kwa mujibu wa sheria ya dini, hatuendi Kiswahili na mazoea. Ndio maana Ali bin Abi Talib akamuoa Fatima. Kiswahili akaambiwa akamuoa mtoto wa kaka yake. Lakini mtoto wa kaka yake vipi? Mwambiwa yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam baba zao ndugu. Kwa hiyo katika sheria hapo hapajaharamishwa kuoana. Lau kama mathalan angelikuwa ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam baba mmoja, au ni ndugu yake Mtume Ali ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam mama mmoja, au ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam baba mmoja mama mmoja, kwa kuwa wao wenyewe hawawezi kuoana, basi vile vinavyozalikana kwa baina yao ni haramu kuvioa.
kwa sababu pia imekuja nasi katika Qur'an katika walioharamishwa wa banatul akhi, na watoto wa kike wa ndugu yako. Ndugu yako baba mmoja mama mmoja, ndugu yako baba mmoja tu, ndugu yako mama mmoja. Hawa kwa kuwa hamwezi kuoana, basi hata vile mnavyovizaa, yani kwa maana kile ambacho kile kinachozaliwa na ndugu yako wewe huwezi kukioa, na hivyo kwa upande wako, lakini watoto wenu waweza kuoana. Kwa hiyo hili nimeona liweke sawa, watu wasije kuona kama kuna muujiza, mbona hapa pamekuwa hivi. Aljawabu ni kwamba hawa Ali bin Abi Talib na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watoto wa ammi, ni ibna ammi, watoto wa ammi hawa. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kumwoa dada yake Ali bin Abi Talib, Ummu Hani binti Abi Talib, basi hata mtoto aliyezaliwa na Ummu Hani anaweza kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hakadha. Kuna mambo mengi yatakiwa kuwekwa sawa katika masala ya walio haramu kuwaoa na wale wasiokuwa haramu kuwaoa. Tunapeleka kienyeji sana mambo haya. Kwa hiyo Fatima alikuwa ni mke wa Ali bin Abi Talib, na alizaa na Ali bin Abi Talib watoto wanne. Walizaa na Ali bin Abi Talib watoto wanne, wawili wa kiume na wawili wa kike. Alizaliwa Al-Hasan ambaye ndiye mkubwa, kisha baada ya mwaka mmoja akazaliwa Al-Husayn radhiyallahu anhuma. Al-Hasan na Husayn wamepishana mwaka mmoja tu. Al-Hasan na Al-Husayn hawa ni ndugu, baba mmoja mama mmoja, wamepishana kwa muda wa mwaka mmoja tu. Sayyida shababi ahli aljanna. Kisha kuna Zainab al-Kubra, kisha kuna Ummu Kulthum ambaye alikuwa ni mke wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma alimuoa binti wa Fatima ambaye baba yake ni Ali ibn Abi Talib. Alimuoa Ummu Kulthum.